Somo letu uraia pacha wa kiroho na kimwili. Tanzania kwa mujibu wa mfumo wetu wa kikatiba huruhusiwa kuwa raia wa Tanzania na wakati huo kuwa raia wa nchi nyingine. Lakini ufalme wa Mungu unatuonyesha kabisa kuna raia wa ufalme wa Mungu ambao wako hapa. Na uwepo wa raia wa ufalme wa Mungu katika dunia hii unawapa pia haki ya uraia wa kuwepo hapa duniani. Kutauangalia uwakilishi ambao tuko nao katika utawala wa hii dunia. Tunaangalia uraia pacha wa kiroho na kimwili, hivi vitu vinavyoshirikiana. Kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 9, alafu tutaangalia vitabu vingine pia. Itasoma Biblia yetu ya The Bible Link. Anasema, there was a man named Nicodemus, one of the Pharisees. He was an important Jewish leader. One night he came to Jesus and said, "Teacher, we know that you are a teacher sent from God. No one can do these miraculous signs that you do unless they have God's help." Mstari wa 3. Jesus answered, "I assure you, everyone must be born again. Anyone who is not born again cannot be in God's kingdom." Number 4. Nicodemus said, "How can a man who is already old be born again? Can he go back into his mother's womb and be born a second time?" Number 5. Jesus answered, "Believe me when I say that everyone must be born from water and the Spirit. Anyone who is not born from water and the Spirit cannot enter God's kingdom." Number 6. The only life people get from their human parents is physical, but the new life that the Spirit gives a person is spiritual. Number 7. Don't be surprised that I told you, you must be born again. The wind blows wherever it wants to. You hear it, but you don't know where it's coming from or where it's going. It is the same with everyone who is born from the Spirit. Number 9. Nicodemus asked, "How is all this possible?" Asante Roho Yesu. Nimeichukua hii kwa sababu itanirahisishia kupata baadhi ya maneno ambayo kwenye lugha yetu naweza nikayakosa, kwa sikupe shida. Amen. Hiki kisa kinazungumzia mtu wa muhimu na wa heshima sana katika taifa la Wayahudi. Alikuwa ni kiongozi muhimu na mashuhuri sana, anaitwa Nicodemus au Nicodemus. Huyu ni miongoni mwa viongozi wenye dini ya msimamo mkali maarufu wakati ule wa Farisayo. Alikuwa ni mtafiti kama mwalimu. Wengine walikuwa hawampendi Yesu, wanamsema Yesu vibaya. Yeye aliamua kufanya utafiti binafsi. Nakumbuka siku moja wakaniambia kanisa fulani wanauza maji na mafuta, nikaambia hapana, mimi sitaki kuamini mtu. Nikaamua kwenda mwenyewe ofisini
kwenda kuomba maji maarufu ya upako. Nikaambiwa hapana, yanauzwa. Kama sina hela, nikaambia tukapambane uipate. Mafuta nikaambiwa, kwa hiyo nikapata uhakika, so wa kuambiwa na mtu. Ilienda ofisini. Hicho Nicodemus alichokuwa anafanya. Watu wengi wakikutana na habari kwenye vyombo, labda ni kwenye daladala ama wapi, tayari anazichukua kwa habari za kweli bila kuzifanyia utafiti. Nicodemus, moja kitu unaweza kujifunza kwake, alikuwa si mtu anaelishwa habari na kuzichukua kama zilivyo. Ni mtu ambaye ukimpa habari, akizipata habari, umempa kazi nyingine ya kufanya utafiti. Sasa alimwendea Yesu kwa siri usiku, kwenda kumchunguza, amsikie na kumuona usoni na anavyoongea. Akasema, hakika nimejua kwamba wewe ni mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa sababu ishara unazozifanya, mafundisho unayoyatoa yanaonyesha wazi kabisa kwamba wewe umetoka kwa Mungu, maana hakuna mtu anaweza kafanya yale uyafanyayo. Hapo ndipo palipoingizwa swala la uraia. Ndio Yesu akamwambia, okay, Bwana, unajua uraia unapatikana kwa njia ya kuzaliwa, ule wa kuzaliwa na ule wa kuandikishwa. Kuna ule ambao wazazi wote wanakuwa ni Watanzania lakini wamekuzalia nje. Ni tatu bwana, ni tatu. Kuna ule ambao wazazi wote mnazaa mkiwa eneo moja, huo namba moja unaitwa by birth, unapata haki ya uraia. Alafu kuna ule wa by descent. By descent ni uzazi gani? Nani? Milka, ule wa kuandikisha. Alafu unaofuata naturalization. Kwa hiyo tuna aina tatu. Ukishapitia hiyo michakato, unakuwa raia wapi? Kwa hapa Tanzania. Sasa uraia unaopatikana kwa njia ya kuzaliwa unampa mtu haki ya asili ya hilo eneo. Kwa Yesu akaanza kuzungumzia habari ya kuzaliwa. Sasa faida ambayo nimeipata hapa mimi hii, anasema kwenye Yohana 3:6 anasema hivi, the only life people get from their human parents is physical. Anasema maisha pekee wanaoyapata watu kwa wazazi wao wa kibinadamu ni ya kimwili. Manake unapozaliwa katika hali ya mwili, una haki kwenye hilo eneo la kimwili. Haki ya kuishi kwenye eneo la kimwili, haki ya kupata elimu kwenye hilo eneo la kimwili, haki zote zinazohusu kwenye hilo eneo. Wewe unakuwa raia ambaye unayo haki kwenye hilo eneo. Yesu anazungumza habari ya uraia. Baadaye akasema, lakini aliyezaliwa kwa Roho, anasema hivi, anasema, but the new life that the Spirit gives a person is spiritual. Anasema, lakini uzazi wa kiroho unaotolewa na Roho Mtakatifu, uraia wake ni wa rohoni. Kwa hiyo wewe hapo ulipo ni roho. Hebu sema mimi ni roho. Ni roho unayehusika katika maeneo mangapi? Mawili. Kwenye physical ulimwengu tulionao, na kwenye ulimwengu ambao hauonekani unaitwa wa kiroho. Na ulimwengu zote hizi unawajibika wewe. Kimwili 100%, kiroho 100%. Na ikiwa utapunguza eneo mojawapo kati ya maeneo haya mawili, kuna madhara. Kuna madhara katika ulimwengu wa mwili na kuna madhara katika ulimwengu wa roho. Tuko pamoja? Kuzaliwa kimwili kuna kupatia haki ya uraia katika dunia, na kama unapata haki katika dunia, hii inamaanisha unalazimika, unawajibika kuwa mwanafunzi wa eneo la dunia ambapo ndipo haki ya maisha yako inapatikana. Narudia tena,
Kuzaliwa kimwili kuna kupatia haki ya uraia katika dunia, na kwa sababu hiyo utawajibika kwa gharama zako zote kujifunza tafiti za eneo la dunia, maisha ya eneo la dunia, mahusiano ya eneo la dunia, masuala ya uchumi eneo la dunia, masuala ya usalama eneo la dunia, kwa sababu ni eneo unalohusika 100%. Na ikiwa utapuuza mifumo yake, mahala ambapo umezaliwa na ndio naishi, utakuwa umepuuza uwepo wako. Sisahau mambo tunaenda kuangalia kuhusu ufalme wa Mungu, jinsi roho ya mwanadamu inavyohusika katika maeneo mawili, katika ulimwengu wa mwili huu tulionao na katika ulimwengu wa roho. Kama haki unavyoipata ya kuzaliwa kwenye dunia hii, kadhalika mtu ambaye hawezi kuzaliwa kwa njia ya Kristo Yesu, hawezi kuokolewa na Yesu Kristo akabeba dini yoyote anayetaka yeye, huyo haki ya kiraia katika ufalme wa Mungu hana, hahusiki na chochote. Kadhalika mtu ambaye hajazaliwa kwenye dunia hii, kwa kweli hayupo, hahusiki, wala hatuna habari naye, wala hatujui aliko, na hataki kujua yuko wapi, kwa sababu hajazaliwa. Sasa unapozaliwa kimwili, unapata haki mara moja ya kuishi katika eneo husika, na kufanikiwa hapa duniani yanakuwa ni majukumu yako ya muhimu na ya lazima, kwamba unapaswa kufanikiwa kwenye eneo ulilokuja la hapa duniani. Ikiwa utazingatia maarifa husika kwenye eneo la dunia husika, uwe na uhakika yaliyopo kwenye dunia utaweza kuyafanikisha. Lakini kama hutazingatia maarifa kwenye dunia ambayo mama na baba wamekuzaa na kukupa haki physical, kimwili, unaishi, unatembea, unaangalia, unaona mabonde na milima, joto, baridi, asubuhi, mchana na jioni, maana yako unawajibika kujifunza, kwa sababu neno kuzaliwa inamaanisha wewe ni mpya, ukuwepo. Ndio maana unaona hapa duniani tunatofautiana maisha, si ndio? Kuna wanaoishi maisha ya mafanikio ya hali ya juu hapa duniani, na kuna wanaoishi maisha yaliyochoka vibaya mno hapa duniani. Tumetofautiana wapi? Tumetofautiana hapa, alichojifunza mwingine wakati mwingine hajifunzi, ndicho kinachokuja kuleta utofauti. Dunia ina maarifa yake, ina kanuni zake, ina taratibu zake, ambazo zote unawajibika wewe uliyezaliwa katika hali ya nini? Ya mwili. Na usitegemee kwamba mbinguni wanaweza wakaforce taratibu za hapa. Usitarajie hilo. Taratibu za hapa zipo kama zilivyo. Zina vitabu vyake hapa duniani, zina elimu zake hapa duniani, zina wataalamu wake hapa duniani, na vitabu hivyo vinaheshimika. Unakumbuka Yesu aliuawa kwa mujibu wa katiba? Unakumbuka Pilato aliuliza, je, niwafungulie yupi kwa mujibu wa taratibu? Kwa Pilato alikuwa hana kesi, katiba, na Yesu aliuawa kweli. Kitabu cha Kaisari kilimuua, na vitabu vya dini vilimuua Yesu. Kwa wanaelewa kabisa mbinguni kwamba taratibu zilizowekwa hapa duniani zinaweza siwape maslahi yuko mbinguni, lakini wanajua kwamba zina madhara, tunaita direct effect, madhara moja kwa moja kwa mtu. Hata Mungu angekuja hapa leo, ingebidi apate nini? Utaratibu. Atapanda magari, atangoja, atafuata utaratibu. Ndio maana Yesu alipokuja ilibidi aingie kwenye tumbo la nani? La Mariamu. Anyonye matiti ya nani? Ya Mariamu. Ale mikate, ale mizabibu, ilibidi aishi hivyo. Ilibidi ajifunze maisha hayo, kanuni na taratibu alizifuata Yesu. Na umeambiwa ni hapa duniani, mheshimu baba yako na mama yako, upate nini?
Ni hapa hapa duniani. Vikwazo vya hapa vinaweza kukukwamisha na ukakwama kabisa. Amen, watu wa Mungu. Maeneo mawili haya yana madai dhidi ya mwanadamu. Haya maeneo mawili, ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, ambako kote unapata haki. Kwa njia gani, wanafunzi? Ya kuzaliwa. Kama ulivyozaliwa kwa mama na babako kajikuta kwa kadhalika, tukio la kiroho linapotokea, kuna eneo unazaliwa, na ile eneo unapozaliwa, usipojishughulisha na chochote kwenye hilo eneo, unabaki raia maskini aliyoko kwenye eneo la kitajiri na mafanikio. Hapa duniani wakati Mungu anatuleta, hauji na nguo, hauji na hela ya kuanzia, hauji na chochote. Maana yake nini? Maana yake wanakuambia vitu vyote viko duniani, ili utavipata au utavipata, hiyo ni shauri yako, lakini vimewekwa huko. Vingine viko ndani ya maji, vingine viko chini ya ardhi, vingine viko huko. Unaweza ukaamua wewe ni eneo gani unataka kuspecialize. Pigia Roho Yesu makofi tafadhali. Kwa maeneo haya mawili yana madai dhidi ya mwanadamu, yanataka kuyasoma ili uyajue, alafu uyatumie, aidha ulimwengu ule wa roho au ulimwengu huu wa mwili. Kwa anasema aliyezaliwa na wazazi wa mwili, yeye anasema maisha pekee anaweza kayapata mtu kutoka kwa wazazi wa kibinadamu ni ya kimwili. Kwa hiyo mtu akiachana na mambo ya kiroho, akijishughulisha na ya mwilini, anafanikiwa. Lakini akitaka awe na uraia pacha, awe na dual citizenship, raia wa kiroho na uraia wa kimwili, akitaka inawezekana, lakini atapaswa kuwajibika maeneo yote mangapi? Mawili. Atapaswa kuwajibika. Wale wa Tanzania ambao wamechukua uraia Marekani, Japani, Uingereza na nchi nyingine yoyote, wakija hapa tunawapokea kama nini? Wageni. Ingawa ni Watanzania kwa asili na kwa lugha, Watanzania hao wakija hapa tunawapa muda, si ndio? Sivyo? Wanapewa muda wa kwenda. Kama ni wiki 3 zikiishi, unatafutwa urudi wapi? Kwenu. Si kwamba kwa kuzaliwa wamepoteza haki, kwa sababu kuna viapo: kuikana nchi uliozaliwa na kuapa kuipokea nchi na kuikubali unayoenda. Hili jambo ni la kimwili na linakuwa na uzito, na ile nchi unaokwenda na kutambua kama raia wao, mwananchi wao. Ndio maana unaona swala la kuzaliwa katika Kristo tunakiri. Kuna wahubiri wengine wamesema hakuna haja ya kumwapisha mtu, ni kiapo. Hata mambo ya nchi, uraia wa nchi, vyeo vya nchi, lazima mtu aape, ndipo mnamtambua rasmi. Lakini kuna wahubiri wengine wanakuambia haina haja kumwambia mtu sema Bwana Yesu, naja mbele zako na kitu gani? Sasa akiwa bubububu tunajuaje? Kwa maana ukimkiri Yesu Kristo, ndio maandiko yamesema. Na kuamini wapi? Kuamini ni moyoni, kutangaza ulichoamini ni wapi? Ni kinywani. Na ukikiri lazima tusikie. Kwa hiyo haina ukweli ya watu kushikilia msema kwamba yeye kuongoza watu si sala toba si kitu gani. Ni utaratibu kabisa kwamba kuna uraia eneo, kuna eneo mtu anahama, sasa anaingia eneo lingine kwa kukiri kwa kinywa chake. Hatende wanaoana huwa unakutana tu na binti, tunaanza kumbeba, si tunaongea. Tukishakubaliana tunafuata michakato kwa wazazi naona toa matamko, wamekubali. Baadaye tunaenda kwenye mamlaka, wenye mamlaka wakitamka, tunasema ni nini rasmi? Ndoa. Yesu Kristo ni baba yetu. Kwa hiyo tunaenda kuongelea uraia huu pacha, dunia tulionayo, nini cha kufanya. Lakini dunia iliyoko chini ya udhibiti wa Roho Mtakatifu, ambao hawezi mtu kuingia kwa dini yoyote isipokuwa kwa njia ya kuzaliwa katika neno na katika Roho Mtakatifu katika Kristo Yesu. Sasa kuzaliwa, tutachambua mengine baadaye. Kuzaliwa kiroho kuna kupatia haki ya kuzaliwa moja kwa moja katika ufalme wa Mungu, kama ambavyo moja kwa moja uko hapa kwenye movement za duniani. Ya unajiona kabisa nimezaliwa duniani, hii ni miti, hii ni mawe, haya ni maji.
Lakini hiki ni nini, kinakueje nini, hiyo ni ishu nyingine. Kadhalika tukio la Yesu kuibadilisha roho yako moja kwa moja linakupatia haki ya kwamba wewe uko mbinguni physically. Yaani tukio lile la kuzaliwa linapofanyika ndani ya roho yako, moja kwa moja tayari wewe unakuwa umeingia kwenye uraia rasmi wa nchi inaitwa mbinguni, ambao mtawala wake ni Mungu na mwanae Yesu Kristo. Na lecturer mkuu ambaye anafunza viumbe vyote na anawafunza watu kwenye hiyo nchi ni Roho Mtakatifu. Ukija hapa duniani, serikali zimeweka mifumo ya elimu, mahali pa kuanza na kuendelea na utakapokoma, na baada ya hapo una nguvu ya kutafuta kazi na wakakupa na kulipa malipo na ukaishi maisha ya tofauti. Lakini ukienda mahali popote kwenda kuomba kazi kwa haki ya uraia bila elimu, kuna atakaye kuangalia? Hapana. Utakuwa raia, watakulinda, watahakikisha unapiga kura vizuri, watahakikisha unakuwepo uwe salama tu. Haki ya kuishi hawatakuondolea, ila haki ya kunufaika kimaarifa hawatakupa. Na wewe mwenyewe hutaenda kuomba kazi benki kuu au kwenye taasisi yoyote, kwa sababu hiyo mifumo ina taratibu zake za kujifunza. Tuko pamoja, watu wa Yesu Kristo? Kwa kuzaliwa kimwili kuna utaratibu wake. Ndio maana mtoto anaanza kujifunza, kuna vitu kidogo kidogo anaanza kujua hiki ni nini, hiki ni nini. Atakavyoendelea na kuendelea kutafiti vingine na vingine, ndicho kitakachompa haki ya kupata aina ya maisha kwa aina ya maarifa katika himaya husika ya kimwili. Kadhalika ukienda kiroho, ukizaliwa moja kwa moja katika ufalme wa Mungu, inakupa haki kuwa raia, lakini haikupi haki kufanikiwa katika hayo maeneo kwa sababu umezaliwa, mpaka uanze kupitia michakato maalum ambayo itakufikisha mahali ukawa na maarifa, na katika maarifa hayo sasa unaweza kutumia eneo linaitwa ufalme wa Mungu. Huku kwa mwilini unawasiliana na hii dunia ya mwilini na unawasiliana na ile dunia ya rohoni chini ya mawimbi makuu ya neno la Mungu katika Roho Mtakatifu. Kitabu hiki cha Biblia ndimo mahali tunapopata network, ndimo mahali tunapopata mawimbi ya mawasiliano. Haki zangu, haki za Mungu, tunaangalia haki za raia kwenye hilo eneo. Katika maandiko ziko wazi, kama ambavyo tunayo haki hapa. Misingi ya kidemokrasia ambayo tuko nayo ni kitu gani? Ukiona kimefanyika utasema hiki kimevunjwa na hawa na huyu na kiongozi. Kama kitabu chenu cha nchi, haki zako wewe, ukisema kesho unaenda kudai, wakikwambia unadai nini, zinaitwa principles of democracy, si ndio? Misingi ya kidemokrasia. Msingi wa kwanza wa Tanzania wa kidemokrasia ni upi? Utadai haki gani? Kwa hiyo wakifanya lolote, wakiharibu mbele yako, unawapigia nini? Namba moja kabisa, nchi yetu ina msingi ya kidemokrasia, utawala wa nini? Wa sheria. Kila mtu yuko chini ya nini? Kwa akifanya kiongozi yeyote jambo ambalo linavunja sheria, tunaweza kumwajibisha kwa mujibu wa katiba au kitabu cha eneo. Sasa je, hilo kama hujui, unawezaje kudai haki? Kwa anaweza akaja mtu hapa akasema hebu hama mara moja hapo, anasema Mheshimiwa Rais amesema. Kumbe rais ndiye polisi wetu mkuu, mlinzi wetu wa maisha yetu na mali zetu. Ni rais ndio polisi wetu wote kitaifa. Alafu ndo ameweka polisi wadogo ambao wanapambana kutulinda. Hiyo ni haki yani? Haya, haki nyingine ya kukusanyika. Yaani kukusanyika ni haki ya kikatiba. Tunakusanyika, tuna jambo letu.
Sasa kama ujue atakuja mtu atakupiga, atakukanyaga, atafanya nini, halafu nasema ametuzuia, lakini kitabu chenu kimesema. Sasa kwa kuto kujua, hata ukamataji wa polisi hawakamati watu wote kwa kuwainua namna hii. Akikuta tu mtu ni mwelewa anayejijua haki zake, wanatembea tu vizuri. Lakini akikuta ujio unatetemeka tu, tayari unatembelea kwenye kucha, unaamini ndo kazi yake, kwa sababu hujui eneo. Tuzungumzia eneo lilopo. Kamguse raia wa Marekani uone, wameelimishwa mashuleni mwao haki zao. Unakuta sometimes wanawakemea wanajeshi, yaruta yuko usoni kwa mwanajeshi anamkemea kama anamkemea mtoto mdogo. Kwa sababu ya nini? Wewe jaribu polisi, ukimuona mwenyewe magauni anaanza kufanya nini? Wakati polisi ni mtumishi wako. Nazungumza hii mifano tu ya kawaida uone. Tunaambiwa kwamba mtu anatakiwa akae masaa 24 tu kituo cha nini? Lakini sometimes watu wanakaa mpaka wiki 3. Huwezi kuona watu wanachukua hatua wakiamka nchi nzima kwamba mnavunja sheria yenyewe mliopo. Kwa nini? Hawajui. Na wanaishi hilo eneo. Na wako hilo eneo. Sasa kiroho kiko hivyo hivyo. Yaani una haki zako za uponyaji. Una haki zako za kufanikiwa. Lakini kwa sababu wewe ni raia, unajua tu unatakiwa kuwepo ile eneo, haujishughulishi na mambo mengine, uwe na uhakika utapata tabu. Na Yesu amesema naenda kuandalia. Hilo ndo la kushukuru. Yaani kama asingejenga tungeenda pale. Nataka nikwambie, mwingine angekuwa nalala kwenye kibaraza cha rafiki yake kwa sababu yuko ansa, mimi niko mbinguni bwana, nahangaika nini? Nadi nimefika so motoni. Lakini asante Mungu atajishughulisha mwenyewe, sisi tutaingizwa tumo kama mbuzi. Pigieni Mungu makofi. Unakataa nini? Kwani walala nje hawapo? Nauliza, walala nje wanaolala kwenye baraza vingine hapa hawapo? Wamezaliwa wapi? Sio duniani. Wapo hapo wanaojua kusoma na hapa wapo ambao hawajui kufanya. Sasa mimi ili mradi amani tu niko kwenye nchi yangu, mimi nina shida gani? Tunazungumza habari ya tumezaliwa ulimwengu ngapi? Kwa mtu anapomkubali Yesu Kristo anazaliwa eneo lingine. Hilo eneo nako kuna wajibu wake anatakiwa kuwa nao. Hili eneo kwa anamdai wajibu na ile eneo anamdai wajibu. Tunaweza tukaondoka hapa, hatujai kuifaidi dunia wala hatujai kufaidi ufalme wa Mungu. Nawaambia ukweli. Twende mbele. Kupitia neno na Roho Mtakatifu tunazaliwa na kuwa raia wa mbinguni moja kwa moja. Moja kwa moja. Kama ambavyo hapa duniani upo unagusika, unapiga chafya, unakohoa, unasema tunakufahamu maumbile yako, ndivyo mbinguni unavyofahamika kama umezaliwa ndani ya Kristo Yesu. Huko kuzaliwa na kufahamika, nimesema hakukupi haki ya kufanikiwa. Haki ya kufanikiwa inatokana na maarifa. Yohana 17:14, 17:14, nimewapa neno lako na ulimwengu unaochukia, kwa kuwa wao sio ulimwengu kama mimi nisivyo ulimwengu. Yesu amethibitisha kwamba kwa neno lake ambalo linatuzaa katika Roho Mtakatifu ndani yetu rasmi, hajasema tunapoteza uraia wa hapa wa mwilini. Anasema alituchagua ulimwenguni na kutupa haki ya uraia wa ufalme wa Mungu. Tumeachwa ulimwenguni, tuliishi ulimwenguni. Alisema, Baba, siombi kwamba hawa raia waondolewe katika uraia wa kimwili. Yohana 17:15. Naomba usome pamoja fungo. Anasema jamani, hawa wabaki hapa, maana yake tulikuwa tuna haki yote ya kuondoka hapa mara moja na kwenda mbinguni. Lakini mbingu ina jukumu fulani hapa duniani kwa uwepo wetu. Hawawezi kufanya chochote malaika, Mungu mwenyewe hapa duniani, kwa sababu ya utaratibu ambao Mungu aliweka wa mwili. Kwa akasema naomba hawa walindwe. Kwa hiyo moja ya omba ambalo Yesu ameliomba, tunalindwa kama raia. Hiyo ni haki. Haulindwi kwa sababu unaomba. Unalindwa kwa sababu wewe ni raia. Hebu twende. Nyie kulindwa kwenu na majeshi yenu hapa, mnalindwa kwa sababu mnaomba. Kila ukicha mnasema tunaomba jeshi mtulinde, tunaomba polisi, huwa tunaomba. Unalindwa kwa nini? Kwa hiyo naomba ili ulielewe kwamba huwa haulindwi kwa sababu ya bei ya maombi yako.
La sivyo basi tungeambiwa kuna maombi ya kufunga siku 3 au siku 6 ama ngapi. Unalindwa automatically unapoishi kwa utaratibu na sheria za ufalme. Hiyo haikuondolei kuomba. Kuomba ni wajibu wako. Kuomba kunasaidia nini? Ni moja ya eneo la mawasiliano, la mazungumzo, la kutafuta taarifa kwenye ufalme wa Mungu, kujua wanataka nini kwako na wewe unachokitaka kwao. Kwa maombi ni eneo la mazungumzo, lakini haliamui juu ya kulindwa. Unalindwa kwa na nguvu za Mungu kwa sababu wewe ni raia. Watoto tulionao tunawahudumia, si kwamba wanaomba. Madam Teresa tuambie leo, Milk ameomba anywe chai nyumbani kwako? Hapana, unawajibika kwa sababu ya nini? Ni mtoto. Kwa hata wewe unalindwa na vyombo vya ufalme wa mbinguni kwa gharama kubwa. Sio wewe uliamua kuwepo hapa, ni wao wameamua uwepo hapa, na wewe ni raia wao, na wenye kazi na wewe sio wewe, ni wao. Kwa hiyo wewe, maisha yako, ulinzi wako ni guarantee kwa sababu wewe ni raia. Makofi yaende serikalini sasa. Peleka serikali ya mbinguni. Ila sasa kitu ambacho hawezi kukupatia kwa mteremko kama huo, kulindwa kama raia, ni kama hautakuwa na maarifa, ujuzi ama elimu katika ulimwengu usiko unaitwa wa roho. Mambo mengi utateseka, utahangaika. Ndio maana watu wengi wameamini kwamba kila jambo ni la kuomba. Nataka nikuonye, si kila jambo ni la kuomba, na sio kila jambo sio la kuomba. Mambo mengine ni ya kikanoni. Eti nimeshambuliwa leo kwa sababu sikuomba. Kunaweza ukawa na mistake nyingine tu. Amen. Na je, wakati unaumwa uko koma au kumetokea shida ambayo huwezi ukaongea, utalindwaje? Unalindwa kwa sababu ni nani? Unalindwa kwa sababu ni nani? Haya, kila raia apige makofi. Kama wewe sio raia, utafute uraia mara moja. Kwa ukisema tunaweka mkutano wa Injili, maana yake tunaenda kusajili watu kwa nini? Kwenye uraia. Hasa hatuvunji uraia wa hapa. Uraia wapo na koma anapokufa mtu. Na uraia wa kule unapokuwa sasa umeondoka mwili, ndio moja kwa moja umeingia kwenye uraia mmoja tu. Lakini unapoishi hapa, dunia inakutaka na mbinguni wanakutaka. Sasa kote utakufaidi, utabenefit kote kupitia maarifa. Asante Roho Yesu. Andika ufalme wa mbinguni. Tunaenda sasa kuangalia, tumesema tuna dual citizenship. Tuna uraia za aina ngapi? 2. Huu tuliozaliwa kwa baba na mama. Anasema kitu pekee anachoweza kapata mtu kutoka kwa wazazi wa kimwili, anasema ni maisha ya kimwili. Ndicho anaweza kapata. Kwa maana yake kama mtu amezaliwa na baba na mama peke yake, hakufanikiwa kuzaliwa katika neno la Mungu katika Kristo, huyo ana uraia mmoja tu. Akifa amepoteza uraia wa dunia na anaenda eneo lingine la upotevu. Uraia wa mbinguni hatuupati kwa maombezi baada ya kutoka hapa duniani, kwamba tuombee na viongozi wa dini huko watufaulishe. Tunaupata hapa hapa, tunaandikishwa hapa hapa tukiwa duniani. Amen. Wananchi wa mbinguni, amen. Mwangalie mwenzako, mwambie mimi ni mwananchi wa mbinguni. Amen milele. Na nikuonye hapo ulipo, ulipozaliwa, haki ya kuwa na nguvu ya wazazi uliipata lini? Haki ya kuwa na nguvu kwenye ile familia. Umewahi kuona hata mtoto mdogo akiona mama mgeni